Ndio. Nakushukuru sana Kaparatu. Ni kweli baadhi ya matamko yaliyokuwa yanatolewa na viongozi ambao walijiita wa dini na wengine tunajua kabisa kwa taasisi zao tunajua, lakini kulitokea hapa matamko hata ya mtu tu anaweza akaibuka akajiita yeye ni fulani akatoa tamko kwa mwamvuli wa dini. Lakini kusema kweli, kwa kipindi ambacho toka mimi nilipoingia na wenzangu ofisini kwa kushirikiana na wenzetu jeshi la polisi, tulikuwa na muda wa kuongea tete a tete na viongozi wa dini zote. Nimefanya hiyo kazi na kwa kweli sikuwa nawaita, lakini nilikuwa nafanya hiyo kazi wanasema in camera, kwa bila kujulikana, kwa sababu tulikuwa nafanya kazi ya kutuliza hali, kwa sababu matamko yenyewe yalikuwa yameshakuwa mengi na mengine mpaka akaanza kuchochea hali ya tofauti ya udini, Muislamu, Ukristo, ikawa kidogo hali si nzuri. Lakini nataka nichukue nafasi hii kuwashukuru sana kwamba mazungumzo tuliyofanya na viongozi wa taasisi kubwa chini ya umbrella organization zao, wakiwemo CCT, wakiwemo PCT, na wakiwemo Teki, wakiwemo Kwata, yamekuwa na mafanikio makubwa. Na kama umeona kuanzia siku ya Ijumaa matamko yamebadilisha sura, lakini siku ya Jumamosi, siku ya Sabato pia matamko yamekuwa mazuri kutoka viongozi wa dini, na siku ya Jumapili ya jana matamko yameendelea kuwa mazuri yanayojenga taifa lenye umoja, mshikamano, kwa kuhakikisha kwamba amani ndio kitu cha maana. Na kwa kweli tunawashukuru sana viongozi wetu wa dini. Wao ni wadau muhimu sana wa amani ya nchi yetu. Wao ni wadau muhimu sana kwa sababu wanatulea katika nyoyo zetu, katika roho na miili. Kwa hiyo tukiwa na amani ndio tutaweza kumwabudu Mwenyezi Mungu. Tukiwa na amani ndipo tunapoweza kupata maendeleo na ustawi wetu. Kwa hiyo tunawashukuru sana viongozi wote wa dini kwa namna ambavyo wametoa matamko ambayo yanatuunganisha kama taifa. Kwa wale waliokuwa wanatamka yale magumu kidogo, nadhani tumezungumza nao na wao kidogo wametulia. Kwa hiyo tumuombe Mungu aendeleze kutupa uvumilivu wa kiasi hiki ili taifa letu liweze kupona. Maana mambo haya yametokea katika nchi mbalimbali na yameleta hasara kubwa sana, lakini kwetu hapa tumuombe Mungu asimame na sisi tupite salama katika kipindi hiki. Swali mwisho. Mimi naitwa Rema Theodora. Tunaona kwamba kwa idadi kama walivyosema pia 22 jeshi la polisi kwamba hayo maandamano yanayopangwa kufanyika kesho ni haramu. Lakini tunaona Umoja wa Mataifa kwenye chini ya Human Rights wanasema kwamba nguvu za jeshi la polisi zinatumia nguvu kubwa katika kuwadhibiti hao waandamanaji. Kwa hiyo pengine tathmini yako kwenye hili ni ipi? Tunaona sheria za kwetu zinakataa, lakini tunaona Human Rights kama vile wanazungumzia hayo maandamano kama vile yapo. Kwa hiyo nguvu kubwa isitumike. Sawa, kwamba ile kauli iliyotolewa na jeshi la polisi Desemba 5 kwa jana, akasema kwamba polisi walitangaza marufuku ya kitaifa ya maandamano ya siku ya uhuru. Wakasema kwamba tunakuwa tangazo hili liliondolewa kwa kuwa kwa siku. Asante sana. Nijibu, unaitwa nani? Egbert. La kwako Egbert pamoja na la Rehema kwa pamoja. Kuna tafsiri ambayo inaweza ikawa unaposema maandamano ya amani na unapofanya maandamano yakawa na fujo. Inaweza kukuta kabisa umebadilisha tafsiri ya maandamano. Hivi tuulizane sisi nyinyi wa Tanzania. Maandamano yanachoma vituo vya mafuta. Maandamano mtu anakuambia shuka kwenye gari yako na gari lako linachoma moto. Maandamano yanachoma ofisi za serikali. Maandamano yanachoma vituo vya polisi. Sasa unaweza ukasema una estimate nguvu gani itumike? Maandamano ambayo na polisi wamekufa. Maandamano ambayo raia na wenyewe kwa sababu mbalimbali, kwa sababu katika taharuki kama ile, vifo vyepuki. Kama umechoma mahali dhahiri kutatokea tu,
kutatokea tu vifo na maandamano au riot yoyote haijawahi kuwa kitu salama, na ndio maana tunahimiza kwamba njia nzuri ya kudai haki yoyote ile ni mazungumzo. Njia zozote zilizosababisha zilizoletwa kudaiwa kwa fujo hazijawahi kutoa matokeo. Tunaona Sudania kwa maandamano rais akaondolewa na nchi haijatulia. Sasa hivi watu wanakufa kwa kuliwa na nzi. Si mnaona hamuoni? Watoto wanakufa kwa kuliwa na nini? Nzi. Sio kwa bunduki. Nzi anakula mtoto mpaka mtoto wamemtelekeza hapo, kwa sababu ya mambo haya ya kuyadai bila kufuata mifumo mizuri yenye tija na ustawi kwa ajili ya wewe unaishi leo na watakao ishi baadaye. Sasa kwamba maandamano haya si halali kwa mujibu wa sheria zetu za Tanzania, kwa mujibu wa tafsiri ya katiba yetu na sheria zetu, haya maandamano hayana uhalali kwa sababu anayeyaomba hatumjui, hayupo. Atuambia ameleta barua, sasa anataka kama tumkatalie au tumkubalie. Hajaleta barua, tunasikia tu yanasemwa. Kwa hiyo hayana mtu aliyeomba, na kuomba maana yake iletwe ombi kwa maandishi. Ukitoka hapo baada ya kupata ombi kwa maandishi, sasa labda sisi serikali tungesema tumekataa. Sasa haya tunasema ni haramu kwa sababu ni haramu kutokea mwanzo, kwa sababu hayana aliyeomba, hayajulikani yanafanywa na nani, hayajulikani yanatoka wapi kwenda wapi. Unaambiwa hayana ukomo, halafu tuseme yatakuwa halali kwa sababu kuna human right. Na kwamba yale yaliyotumika itumia nguvu kubwa. Kwa hiyo walitegemea watoke pale wale waandamanaji wavuke Ubungo, watoke Ubungo wavuke Magomeni, waje hapa katikati Kariakoo wachome moto. Maana walikuwa wanachoma moto, wachome moto, watoke hapo waende kwenye matenki yetu kule ya mafuta kule Gamboni, yachome moto. Hivi angebaki mtu mzima. Halafu ndo tungesema haya sasa haki za binadamu hapa ndo zimetendeka. Nataka niwaombe wa Tanzania, sio kwamba mifano mibaya inayoangusha nchi hatuioni, sio kwamba madhara ya maandamano ya tarehe 29 hatuyaoni, ila ni kama tumezibwa hivi, tunafikiri eti njia hii inaweza kutusaidia. Haitusaidii kamwe. Yeyote anayeshabikia jambo hili kwa madhara yaliyopo na yanayeweza kuendelea kutuumiza, hakika haipendi nchi, hawapendi wa Tanzania. Ziko namna nyingi sana za kudai haki. Haiwezi ikawa hii ya kulazimisha kufanya maandamano kwa madai kwamba maandamano ni halali kwa sababu tu haki za binadamu wamesema kwamba maandamano haya, tangazo hili liondolewe. Tangazo hili lipo kwa mujibu wa sheria za Tanzania, inawahusu wa Tanzania, haimhusu mtu mwingine wa huko nje. Asanteni sana. Lakini viongozi mbalimbali pia wamesikika wakieleza umuhimu kama taifa kulinda amani ya nchi yetu kama jambo na tunu muhimu ya ustawi wa maendeleo mengine. Nichukue nafasi hii kuwashukuru sana viongozi wetu wa dini kwa nyakati tofauti tangu tarehe za mwanzo wa mwezi huu. Zimetolewa kauli zinazotia moyo, zinazofundisha wananchi na waumini wao juu ya umuhimu wa amani katika taifa. Wamefanya hivyo na katika mahubiri, katika matamasha, katika semina na kwa kutumia majukwaa mbalimbali. Napenda nichukue nafasi hii kuwashukuru bila kuwataja viongozi wote wa dini. Wamefanya kazi nzuri sana kulituliza taifa. Tunawapongeza, tunawashukuru sana kwa niaba ya serikali. Wamefanya wajibu wao huo vizuri. Ni vizuri wananchi tukathamini na kuheshimu mahusia haya ambayo wamewatoa viongozi wetu wa dini, lakini viongozi wetu wa kijamii katika maeneo tofauti. Kama ambavyo mmesikia, tarehe 3 jeshi la polisi lilitoa taarifa ya tishio jingine ambalo linahamasishwa kwenye mitandao
na wanaharakati mbalimbali na watu mbalimbali wasioitakia mema nchi yetu wameendelea kuhamasisha na kusema tarehe 9 ya mwezi huu wa 12, yani kesho, kuna watu wanahamasisha na kupanga kufanya maandamano wanayoyaita ya amani yasiyokuwa na ukomo. Maandamano hayo ya amani yasiyokuwa na ukomo hayaonekani yanaombwa na nani, kwa utaratibu gani, lakini maandamano ambayo tunafahamu sisi yaliyo na compliance na katiba ya nchi yetu, lakini na sheria za nchi yetu